Wahenga walisema kupanga ni kuchagua. Furaha na huzuni vimejaa ndani ya Mkapa, ila haijulikani nani ambaye ana furaha zaidi na nani ambaye ana huzuni wakati huu. Tazama, nyuso za wanasimba zimejawa na huzuni baada ya kupokea kipigo 2-0 kutoka kwa mtani wake Simba Sport Club. Ni ngumu kumkuta Clement Mzize akitoa chozi wakati kama huu. Ni ngumu kumkuta Pacome Zouzoua akiwa kwenye wakati wa kufikiria huzuni wakati huu, lakini rahisi kuweza kumkuta Djigui Diarra akichekelea kwa meno yake 32 nje. Ni rahisi kuongea na Ally Kamwe kupitia waandishi wa habari, lakini ni ngumu sana kuweza kumuona Ahmed Ally akiongea na waandishi wa habari. Dimba ni lile lile la Benjamin Mkapa ambalo limekuwa likitumika kuchinjia watu wengine ambao wamekuwa wakifika katika dimba hilo la Benjamin Mkapa. Ni ngumu sana kushinda mbele ya Yanga, alisema msemaji wao Ahmed Ally. Alisema kuwa ni wengine ni rahisi sana kufika hapa kuondoka na ushindi, lakini ni ngumu kwenda kucheza na Yanga kwa sababu Yanga anakuwa na confidence ya kuweza kuamini kile ambacho kinaenda kutokea. Dakika 90 wanaume 22 uwanjani zimeweza kuelezea jinsi gani nani aliweza kufanya maandalizi ya mwanzo, nani ambaye aliingia mchezo huo kiboya. Miguu ya Pacome Zouzoua iliweza kusawazisha na kuleta utofauti wa alama 3 katika dimba la Benjamin Mkapa, na wakili na utulivu wa Clement Mzize kutokea pasi kwake baada ya kupokea pasi kwa Pacome Zouzoua ilipelekea kuharibu kabisa matumaini ya wanasimba mwaka huu 2025. Itoshe tu kusema thank you wanasimba. Young Africans wameendelea wamechukua ubingwa wao mara 31 katika historia ya ligi Tanzania, na imekuwa mara yao ya 3+ mfululizo ambayo wamekuwa wakifanya hivyo. Sasa kwa upande wa Simba, wao wameambulia nothing kwa mwaka huu.